Mwamba Soho aliukuta mwili wa mdogo wa bidada Jian na ulikuwa unaelea katika maji. Kwa lugha nyepesi, alikuwa amefia ndani ya maji. Ilikuwaje kwaje mwenyewe haelewi. Nakumbusha tu kwamba hii ni episode ya pili. Kama bado hujatazama episode ya kwanza, basi gusa hicho kipop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen wako ili tuweze kwenda pamoja. Hasa Menso ambaye ndio mpenzi wa bidada Jian alikuwa anakuja katika eneo hili la hii nyumba ya Mwamba kwa sababu yeye ni mwanasheria wa huyu jamaa. Lakini kuja kutazama chini alishangaa kuona kwamba shemeji yake, yani mdogo wa bidada Jian, alikuwa ndio ameweza kupoteza maisha. Ilikuwa ni kitu cha kushangaza na alikujaje katika nyumba ya huyu jamaa. Ishara ya jioni taarifa zikamfikia bidada Jian kwamba mdogo wake yuko hospitalini na amepoteza maisha. Bidada alilia sana alipoweza kuona mwili wa mdogo wake. Lakini Mwamba Menso, Mwamba mpenzi mtu, akazidi kumfariji tu bidada Jian. Lakini wakati huo akawa anakumbuka kwamba wakati bidada yule alipokuwa amefia kwenye maji, kuna peni ambayo alikuwa ameiangusha. Hii peni Mwamba Menso anajua kabisa kwamba ni inamilikiwa na bidada Chea na ilikuwa na jina lake pia. Hili jambo lilimtia shaka sana Menso na kuanza kuhisi huenda Chea yuko nyuma ya pazia hili tukio. Lakini kwa sababu tukio limetokea katika nyumba ya Mwamba Soho, basi polisi waliweza kumkamata kwa ajili ya mahojiano. Ila jamaa hata kukaa, yani ni masaa mawili tu, basi kampuni moja kwa moja ilituma wanasheria na watu mbalimbali wenye pesa nzito wakaweza kumtoa dakika hizo hizo. Eti kesi ya mauaji haina dhamana. Haina dhamana kwako rafiki yangu. Kuna watu wanavibunda mpaka wanaizidi hiyo dhamana. Mwamba Soho alipoweza kurudi nyumbani, kumbuka mzee wake anamlazimishaga sana kumuoa Chea. Sasa alipofika tu anaanza kumuuliza, ni kweli umeweza kumuoa yule binti ama hujamuoa? Sasa kwa kuwa Soho anahisi kwamba huenda hata hili jambo limeweza kutokea kwa sababu ya mzee wake, akamwambia babake, niwe nimemuoa niwe sijamuoa, wewe inakuhusu? Unajali juu yangu kwani? Mzee kwa kuona kwamba mwanaye anajibu majibu takataka sana, ikabidi kuwaita mashuhuda wengine waliokuwepo katika eneo la tukio, na hakuwa mwingine bali ni Mwamba Menso pamoja na huyu kiongozi mmoja katika hii kampuni. Na mzee anataka kujua ni nini ambacho waliweza kukibaini kilichoashiria kana kwamba labda mtoto wake ameweza kufanya mauaji. Lakini Menso anakumbuka kabisa kwamba kulikuwa kuna peni ambayo inaashiria kwamba bidada Cheano alikuwa amehusika, lakini akawa imefinia kwa ndani, hakutaka kabisa kuongea siri hiyo. Ila akasema tuligundua kuwa kuna jeraha katika mwili wa marehemu. Hii inaashiria kwamba huenda alipokuwa amelewa alikuwa ameanguka chini na akatelezea kwenye swimming pool. Kwa kifo chake huenda kikawa ni cha ajali tu. Basi mzee kwa kuyaona hayo akamkabidhi mwanasheria pesa fulani hivi na akamwambia kwamba basi kahakikishe kwamba hiyo kesi inakwenda kufunikwa haraka sana na inaisha. Basi Mwamba Menso kwa sababu anamuhisi sana bidada Chea kwamba anahusika katika hili tukio, akawa anamuuliza, hivi siku ya tukio la mauaji ulitembelea katika nyumba ya Mwamba Soho? Lakini huwezi kuamini bidada Chea alikana kwamba hakumtembelea Mwamba siku hiyo. Lakini Mwamba akasema, niliikuta peni yako pale eneo la tukio. Bidada akasema, mimi sijali, huo utaenda kuwapa polisi, utakwenda kumpa yule bosi, potelea pwete, mimi sijali chochote kile. Asa Mwamba Menso haelewi nini ambacho afanye, aibue hii kesi ama afuate maelekezo ya mkuu wake alivyosema kwamba hakikishe kesi hii inakwenda kuisha sasa hivi. Tukitoka katika eneo hilo tunaelekea katika maeneo ya msiba. Huwezi kuamini mama mtu hakushiriki msiba wa mwanaye, yani mama mcheza kamali hakuwepo katika msiba wa mtoto wake, na sababu kubwa mama alidai kwamba hana pesa ya kuweza kuhudumia mazishi, so ni muhimu asiwepo kabisa hapo, kwani atajisababishia madeni. Unajua shabiki yangu, duniani tunatofautiana sana tamaduni zetu, na kama utaambiwa tamaduni za watu wengine basi unaweza ukashangaa sana. Msiba nchini Korea ni sawa sawa tu na harusi ambavyo inaweza kufanyika, ina gharama yake pia. Kwa mji mkuu kama Seoul basi ni kawaida kabisa kuona kwamba kuna maeneo mahususi yameweza kutengwa kwa ajili ya kufanyia misiba, yani mtu anafariki akiwa nyumbani lakini anapelekwa katika maeneo maalum kabisa ya kufanya misiba, na hayo maeneo huwa yanalipiwa, na ukimaliza hapo hata eneo la kufanya maziko pia linalipiwa. Kwa hiyo ni malipo juu ya malipo. Sasa mama mtu akaogopa kushiriki msiba wa mwanaye kwa sababu ya kuepuka hizo gharama, eti akawa hajashiriki kabisa. Hasa Mwamba Menso baada ya kutoka tu msibani akamfuata tena bidada Chea na kusema kwamba nimekwenda kutembelea picha za CCTV kamera katika ile nyumba, nimegundua kwamba kulikuwa kuna picha zinazokuonesha wewe uliingia ndani ile nyumba, japokuwa picha zote original nimezifuta, ila hapa mbele yangu nina flash ambayo ndio ina ushahidi wote ambao uliweza kutokea. Hebu niambie nini ambacho kilikuwa kimetokea. Bidada ikabidi kuelezea tukio zima namna lilivyokuwa, kwamba yeye alimpiga tu bidada lakini sio kwamba alimwacha akiwa ameangukia katika maji. Lakini kaka Menso, kuniambie tufanye kitu gani? Mwamba Menso alimwambia bidada Chea kwamba asijali kabisa, atakwenda kusolve jambo hilo peke yake, lakini pia akamwachia mpaka ile flash yenye ushahidi. What? Sasa Menso anafanya kitu gani? Lakini baada ya kutoka hapo moja kwa moja akawa anaelekea kwa bidada Jian kwenda kumfariji. Akaanza kumwambia kwamba mdogo wake alikuwa ameelekea hotelini peke yake na hakuwa na mtu mwingine yeyote ambaye alikuwa ameambatana naye. Alipata ajali ya kuangukia katika swimming pool kutokana na ulevi alikuwa amefanya mkubwa. Lakini Mwamba Soho wakati anaulizwa siku ya jana, yeye alisema kwamba alikuwa yeye peke yake na huyo bidada hapo nyumbani, lakini polisi wakataka kujua zaidi, lakini jamaa hakuweza kusema kwamba alimpigia bidada Chea. Lakini katika kumbukumbu zake anakumbuka kwamba alikuwa amempigia simu Chea. Sasa ikabidi kumfuata
akamfuata Cheya na kumuuliza, jana nilipoweza kupigia simu, je, ulikuja nyumbani kwangu? Lakini bidada Cheya akasema, mimi nakujua kwamba wewe unipendi, ningekuja kwa sababu gani? Nilikuwa na mwanaume wangu mwingine ambaye nampenda, kwa hiyo sikuwa na mpango kabisa wa kuja kwako siku ya jana. Bidada akaendelea kuongezea, nilijua tu kwamba ni malaya, kumbe siku ya jana ulikuwa umeingiza mwanamke nyumbani kwako, muangalie aibu yako wewe kaka. Akawa anaondoka zake. Hasa Mwamba Soho akiwa amefika nyumbani kwake bana, sekretari wake akawa amekuja akasema, nimeweza kupata ushahidi hapa kidogo. Ushahidi gani huo ambao umekunja hivyo? Mbona wewe uko lafu sana wewe sekretari bana, mbona sikuelewi? Lakini kishingo upande Mwamba akawa amefungua ule ushahidi, akagundua kwamba kale kabidada kalikofariki siku ya jana kumbe kalikuwa ni kadogo ka yule mwanamke ambaye alikuwa amempeleka hiyo hospitalini, kwa maana bidada Jian. Taarifa za kifo cha mdogo wa Jian zinadili kumchanganya Jian kila wakati, mpaka akawa anapeleleza yeye mwenyewe na kusema kwamba haiwezekani mdogo wangu akafa peke yake tu kizembe namna ile, afu ana kovu katika kichwa. Bidada aliwaka sana kituo cha polisi kwa kusema kwamba waongeze upelelezi zaidi, anamjua mdogo wake kwamba hawezi akafanya jambo lile akiwa peke yake, tena hawezi kuelekea hotelini akiwa peke yake na akonywa pombe kiasi kile, haiwezekaniki, lazima alikuwa na mtu. Lakini baadaye ikaletwa simu ya bidada na ikawa inaonyesha kuna message ambayo bidada alikuwa ameiandika kwa kusema kwamba, samani dada, mimi najiua. Sasa hii message ilikuwa bado haijatumwa, akasema kwamba kama aliweza kuandika na message haikutumwa, hii inaweza ikawa imetengenezwa tu. Bidada yani haamini chochote. Bidada kwa kuona kwamba mafande hawamsikilizi kabisa, mkuu wa kituo alikuwa anapita dakika hizo akaenda akamshika mkono, akaanza kulalamika na kusema kwamba naomba mpeleleze kifo cha mdogo wangu, naamini kwamba akikuwa bure hivi. Na kumbe Mwamba Suho naye alikuwa anaripoti siku ya leo ndani ya kituo cha polisi kuja kutoa ushahidi wake, lakini akawa anamuona bidada namna anavyolia na kugaragara pale chini. Akakumbuka kipindi cha udogoni, hata yeye alipoweza kumpoteza mama yake alilia sana kama mtoto mdogo. Sasa bidada moja kwa moja akamfuata mpenzi wake Mensok, kwa kuwa huyu ni mwanasheria, akasema kwamba naomba unisaidie kutafuta sababu ya kifo cha mdogo wangu, naahidi kwamba nitafanya lolote kwa ajili yako. Mwamba Mensok akasema, mdogo wako ni kweli alikufa yeye mwenyewe, kama uamini basi chukua mawasiliano ya huyu mtu, kafanye mawasiliano naye, ukikutana naye huyu mtu atakwambia ukweli mzima. Basi bidada moja kwa moja akamfuata huyo jamaa, anafahamika kama Kang In Bell. Huyu jamaa ni msimamizi wa kituo fulani kinachouza madada poa, yani watu wanaojiuza. Mwamba akasema ilikuwa ni kawaida tu ya huyu bidada kuja hapa, ananunuliwa na watu, anaenda kulala nao katika mahoteli, baada ya hapo anarudi tena anakuendelea na shughuli zake. Lakini kuna siku akawa anasema anatamani kufa, alikuwa anajiongelea hivyo sana tu. Bidada kinyonge sana alirudi mpaka katika picha ya mdogo wake, alisikitika, ina maana kumbe mdogo wangu alikuwa anafanya kazi za kimalaya daise. Lakini meneja katika eneo hili la masuala ya maziko akasema kuna mtu amekuja kulipa gharama zote zilizokuwa zinahitajika kwa ajili ya masuala ya maziko, ametoka nje sasa hivi. Sasa bidada alihisi labda ni mpenzi wake Menso, akawa anataka atoke nje kwenda kumtazama ili aweze kumshukuru, lakini hakuweza kumuona. Na kumbe alikuwa ni Mwamba Suho ambaye alitimba katika eneo la mazishi. Kumbuka kwamba nilikwambia hapo awali kwamba mazishi nchini Korea ni gharama sana. Bidada Jian alijaribu sana kumpigia Mensoko aweze kumshukuru, lakini Mensoko hakuwa akipokea simu kabisa. Mwamba Suho alizidi kumpeleleza bidada Jian katika kila hatua ambayo anaipiga. Kiufupi ni kwamba Jian alikuwa analia sana, akiona kwamba hawezi kupata msaada popote pale, lakini pia alikuwa anajiuliza maswali mengi juu ya mdogo wake. Hili jambo linamsababisha Mwamba Suho kujihisi mwenye hatia sana, kwa sababu haelewi chanzo cha kifo cha yule mwanamke, ikiwa mwenyewe ndo alimpigia simu na wakaweza kukutana katika lile eneo la hoteli, alafu amefia katika nyumba yake mwenyewe. Inakuwaje? Hasa Mwamba kwa kugundua kwamba ana muda mchache wa kuishi katika dunia, kumbuka kwamba ana nusu mwaka tu wa kuendelea kuishi kwa sababu jamaa ana kansa ya ubongo. Moja kwa moja akaamua sasa kulivalia njuga swala hili aweze kupeleza na kubaini ukweli. Mwamba akatembelea ofisi za PVP Media Max kuwatafuta wataalamu wa IT ili kuweza kurestore picha zote za kamera zilizoweza kufutwa katika ile nyumba yake. Jambo la kushangaza, akaambiwa kwamba picha zilizoweza kufutwa zimefutwa kiufundi sana kiasi ambacho haziwezi kabisa kuzadilisheka. Sasa akawa anajiuliza nani ambaye alikuwa nyuma ya pazia mpaka akafuta hizo picha kwa ufundi namna hiyo. Mwamba Mensoko akasema, bosi usiofu, nitahakikisha namlipa mtu ambaye ni zaidi ya maprofessional, ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kucheza na kamera. Huyu jamaa ana uwezo mkubwa. Sasa inaonekana kwamba Mensoko wote hao alikuwa amewaandaa na alikuwa amewalipa pesa mingi. Na kumbe hata zile SMS fake zilizoweza kukutwa katika simu ya bidada aliyeweza kufariki, na zenyewe ilikuwa ni mpango wa Mwamba Mensoko. Aliweza kufanya mchakato mpaka ziliweza kutumwa kule ndani ya kituo cha polisi kupitia hao maiti wake ambao anawalipa kutengeneza matukio ya uongo. Bidada Jian akiwa analia sana, haamini kabisa kifo cha mdogo wake. Sasa akaamua tu kuambia watu kwamba waweze kuchunguza mwili wa mdogo wake kubaini je kama kuna sababu nyingine ambayo inaweza ikawa imesababisha kifo cha mdogo wake na ilikuwa imefichwa nyuma ya pazia. Basi maafande walifika na kuchukua mwili wa mdogo wake, kisha moja kwa moja kupeleka hospitalini kwa ajili ya uchunguzi, tena akiwa ameambatana na Mensok, asijue kwamba ndo ameambatana na mtu ambaye yuko nyuma ya pazia anayecheza mchezo huu mzima. Shughuli ya mwili wa utafiti wa dada yake ikawa inaendelea kufanyika mbele ya macho ya bidada Jian. Baada ya hapo madaktari wakawa wametoka na kusema kwamba inaonekana alikuwa ameangukia kwenye kitu ambacho kilimjeruhi kidogo katika kichwa chake, lakini alikufa kutokana na kifo ambacho alijisababishia mwenyewe, si mtu mwingine. Mpaka kufikia hapa, bila shaka yoyote Mr. Mensok tayari alikuwa ametoa chochote kitu kwa madaktari na akawafumba midomo, na taarifa iliyotoka ni ya uongo mtupu. Kufikia hapo bidada Jian hakuwa na lolote la kufanya zaidi ya kuruhusu kwamba mwili wa mdogo wake uweze kuzikwa. Hebu anawe sasa bidada anarudi nyumbani na
anakuta kuna mzee mmoja akajipikia tambi, kakaa kwenye kitanda cha kwao, haelewi kabisa nini ambacho kinaendelea. Mzee akawa anamkaribisha bidada Jian na kusema kwamba jisikie huko nyumbani, hii ni nyumba ya kwangu sasa hivi. Mama yako alikuwa amekopa pesa nyingi sana na alikuwa ameweka dhamana hii nyumba. Yaani ndivyo ilivyo. Kawaida ya nyakati ngumu ni kama huwa zinapigiana simu kuleta ugumu zaidi. Bidada haamini kabisa haya anayoyaona. Akawa anakusanya vitu vyake taratibu aingie mtaani kama ombaomba. Lakini ghafla akakutana kaboksi ambako bidada inaonekana alikuwa ameandaliwa zawadi na mdogo wake alikuwa anatarajia kupewa. Kumbe mdogo mtu alikuwa ameandaa zawadi ya birthday kwa ajili ya dada yake. Lakini hakufanikiwa kuweza kumpatia dada yake. Sasa bidada Jian akawa amepata hasira, akawa anatoka nje. Yule mzee aliyejiokotea nyumba kutokana na madeni makubwa ambayo mama yake alikuwa anakopa, akawa anasema, Jian, wala usihofu, sio kwamba nimekufukuza ndani ya nyumba, unaweza ukabakia, ila nataka unipe kidogo tu leo tu peke yake. Bidada ukijumlisha na hasira za kufiwa na mdogo wake, alimpa mwamba bonge la kareti la mguu. Kisha jamaa alikaendelea bado kumfukuzia bidada, wewe sikuachi mimi leo. Lakini mwamba Soho akafika akamkamata yule jamaa na kuweza kumblock katika njia. Hasa huwezi kuamini, bidada alipoondoka pale nyumbani akafikia mitaani na akakaa katika eneo ambalo mvua ilikuwa inanyesha, hana pa kuelekea. Ndo hivyo maisha ya mtaani yalipoanzia. Okay, sasa tutaendelea katika episodi ya 3, lakini kuna watu wamekuja na kutoa malalamiko sana kwamba recap zinachelewa sana siku hizi, na hiyo yote inasababishwa na watu kuto kufuata maelekezo ambayo mara nyingi huwa nayatoa. Picha hizi mpaka tunazitazama huwa zinakuwa zimeletwa kwa udhamini, na watu wanaokuwa wamedhamini ni wale ambao nasema kwamba hakikisha unagusa alama ya kusubscribe, kisha baada ya hapo zinajitokeza channel kama 2 hivi. Sasa unaenda kwenye channel ya chini ile unagusa alama ya kusubscribe. Kadri unavyokuwa umesubscribe katika channel ya mdhamini ndivyo unavyosababisha recap ziendelee kutoka kwa spidi zaidi, kwa sababu gharama za uendeshaji wa recap hizi huwa zinatolewa na huyo mdhamini ambaye anakuambia uguse alama ya kusubscribe katika channel yake. Hasa tunasonga mbele katika episode ya 3. Bila shaka utakuwa umeweza kufanya hivyo kama ambavyo nimeweza kuelekeza. Tukutane katika episode ya 3 hii hapa.